Kuna jambo moja watu wengi hawaelewi. Kuna jambo moja watu wengi hawaelewi. Jambo lenyewe ni maziwa ya Nyayo. Maziwa ya Nyayo. Ningependa kuelezea hasa kizazi cha sasa Gen Z waelewe yote kuhusu maziwa ya Nyayo. Mimi ni mtu wa kidato cha sita. Ukiwa unashangaa kwa nini Kiswahili changu sio kibovu, kwanza kuna mwalimu alikuwa anatufunza shule ya ufundi ya Nairobi Technical High School. Alikuwa anaitwa Mr. Ngugi. Nadhani hakuna mwanafunzi wa Ngugi alianguka mtihani wa Kiswahili. La pili, nilifanya Kiswahili hadi kidato cha sita na nikapata E. Kuna wakati tunabishanaga na watu wa 844 na wananiongelesha, nawaambia unajua nilipata E2 shuleni. Wananiambia ndio maana unakaa maziwa lala. Lakini masomo yetu ya kidato cha sita kupata E sio kuanguka. Ndio maana kuna kibonzo fulani kilionyesha mtoto alipata E2 na wazazi wake walitaka kummaliza. Kwa ajili kulingana na masomo ya 844, mtu tu yule anaenda kupata max 2 ama 3 anapata E. Nilitaka niongee juu ya maziwa ya Nyayo. Maziwa ya Nyayo sidhani kama kuna mtu nimekumbuka wale wanafunzi wa mwisho katika mfumo wa 763, wale walikuwa wa mwisho 763 walikunywa maziwa ya Nyayo, na wale wa mwanzo wa 844 walikunywa kwa muda mfupi yakatolewa. Nasema hivyo kwa vile nikijaribu kufikiria naona fulani alikunywa na alikuwa kwa ile 763. Mimi sikuyanywa. Nilikunywa lakini sio kama mwanafunzi. Nyakati zile ungetembelea mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Ungemtembelea mwalimu mkuu wa shule ya msingi, utapewa chai isiyo na maji, ni maziwa tu na majani. Walikuwa wanatumia hayo maziwa. Mtukufu Rais Daniel Arap Moi alianzisha huo mtindo kwa nia mbili: watoto wa shule za msingi wapate afya, kwani mayai ndio chakula kimoja ambapo kuna vingine 2 vitatu, lakini maziwa ndio chakula kimoja ambapo unaweza kunywa bila kutumia kitu kingine na ukaishi. Sio kama vitu vingine utakitumia bila kukula chakula utadhoofika. Sasa alitaka afya ya watoto wa shule ya msingi iimarike. Kitu kingine tena alitaka ni watoto wengi kujiunga na shule. Maziwa ilikuwa kipeanwa nafikiri mara 3 kwa wiki. Mara 3 kwa wiki yalikuwa yakipeanwa Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Na walimu watakuambia kwamba siku ya Jumanne na Alhamisi watoto hawakuwa wakienda wengi, walikuwa wanaenda kama vile siku hizo zingine. Alafu jambo lingine lilitokea ni kwamba maziwa ya Nyayo kuna watoto walikuwa wanapewa na wanaenda nayo nyumbani. Walimu walikuwa wanawanyang'anya, wanarudisha shule. Hayo yalimfikia Rais Moi
na Rais Moi akasema hakuna ubaya mtoto kupeleka maziwa nyumbani, kwa ajili mtoto anaona akunywe maziwa peke yake na ako na wadogo wake ambao hawajaanza kwenda shule. Si afadhali apeleke hayo maziwa nyumbani, mzazi apige chai wakunywa wote. Hilo ndio jambo lilitendeka. Maziwa yenyewe yalitayarishwa na kampuni ya maziwa KCC, Kenya Creameries Cooperative, kitu kama hicho. Ndiyo kampuni ilikuwa inatengeneza, na ilikuwa imewekwa vibandiko tofauti ili yasifanane na maziwa mengine kama ya UHT. Hayo maziwa yalikuwa ya UHT kwa vile Kenya mzima shule zote zilikuwa zikipata. Sijawahi kusikia kwamba kuna shule moja ambapo maziwa ilichelewa kufika kwa ajili yalikuwa ni maziwa UHT, na sijawahi sikia yamefika lakini yakawa watoto hawakupata wote. Nimekueleza sasa ya kwamba ulikuwa wakati kama mimi ambaye niliyatumia hayo maziwa, sikutumia kama mwanafunzi. Unatembelea mwalimu mkuu wa shule ya msingi na kutengenezea chai kutoka kwa hiyo pakiti ya Nyayo Milk, maziwa ya Nyayo. Hayo maziwa yaliendelea, na unajua kwa ajili ya maziwa kuweko, wanafunzi walijisajili wengi, na pia kama sio hiyo peke yake, ukiangalia usajili wa watoto kila mwaka katika kiwango chochote, utakuta kwamba usajili kila mwaka unaenda juu. Kama ilikuwa ni milioni 6, mwaka huu ni milioni 7, mwaka ujao milioni 8, kuendelea juu. Sasa ndio kukawa na shida ya kwamba maziwa sasa kupatia hawa watoto wote kukawa shida, na pia serikali ilikuwa na deni kwa KCC. Kwa vile KCC ilikuwa kazi yao ni kupeana maziwa yanapeanwa watoto shule, alafu serikali iwalipe hayo maziwa. Serikali ilichelewesha, hivyo ndivyo maziwa ya Nyayo ilifika kikomo. Nafikiri nimekomea hapo mambo ya maziwa ya Nyayo, lakini kuna jambo moja ningependa kukueleza kuhusu maziwa ya Nyayo, ambapo maziwa ya Nyayo pia yalisababisha kifo cha askofu wa jimbo la Eldoret, Muge. Kilichotendeka ni kwamba huyu Muge alikuwa akitoka Busia. Alikuwa na majimbo mawili ya kanisa. Alikuwa ndiye anasimamia jimbo la Eldoret na pia anasimamia jimbo la Busia Katakwa, na aliona watu wanamfuata, kwa hivyo akajaribu kuwatoroka, na alipoona mbele lori inakuja, akajua lori haiwezi enda mbio. Kumbe hiyo lori, jamaa mwenyewe alikuwa akipeleka hiyo gari, alikuwa ameiba maziwa ya Nyayo, na anatoroka sana. Kwa hivyo bishop ama askofu katika hesabu yake hakuhesabu vizuri, wakakutana ana kwa ana. Walipokutana ana kwa ana, askofu hakufa. Kacheru mmoja alikuja akamwekea kitambaa cheupe kwa mapua, lakini unajua askofu kabla akuwe askofu ama kabla akuwe kasisi, alikuwa ni mwanajeshi wa Fanya Fujo Uone. FFU, Rec Company ya GSU. Sasa alielewa ni nini inatendeka, na ndiye akasema may the will of the Almighty God happen. Kwa hivyo sababu ya mimi kusema hapa ni kwamba hilo lori liligongana na askofu Muge mwenyewe. Dereva alikuwa ameiba maziwa ya Nyayo na anatoroka. Niliwahi kutana na mtu
ambaye huyu dereva alifungwa kwa kuendesha gari vibaya, inaitwa dangerous driving. Na kusababisha kifo kwa kupeleka gari vibaya, causing death by dangerous driving. Akafungwa nafikiri miezi kadhaa, sitaki kutaja namba kwa vile inaweza kuwa juu ama chini. Akafungwa miezi kadhaa, lakini akiwa jela, kuna mtu alikuja akamwambia kwamba watu wametumwa kumfata jela, wahakikisha hatoki akiwa hai. Kwa nini hawakutaka atoke akiwa hai? Sababu ni hii: unapoona kifo cha Gama Pinto, mtu aliyefungwa tulijua yeye ndiye aliua na akamaliza miaka sijui 30 ama 40 ndani, lakini siku ile alitoka, ndio ukweli ulikuja ukathibitishwa kwamba yeye ni mtu aliyekwa tu hapo kuzuia walioua Pinto, waliomuua Pinto. Kwa hivyo serikali za zamani, labda za siku hizi sijui, kwa vile siko kwa serikali za zamani zilikuwa zinashika mtu wa kando, wanamweka korokoroni, anakufia huko, hadithi inaishia hapo. Ukiuliza fulani na fulani, si aligongwa na fulani, aliuawa na fulani, na huyo fulani hakumaliza kifungo cha jela, akakufia huko. Lakini vile tumeona akitoka akiwa hai, ndio ukweli unakujaga inadhihirika. Kwa hivyo mwenzangu, tazama, ushughulikie. Asante.